الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اللهم فهمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وذكرنا كل ما نسينا، آمين آمين آمين. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Tuna mwendelezo wa surati Ali Imran. Tunaanza aya nambari 16. Aya nambari 16 ina mfungamano ya moja kwa moja na aya nambari 15. Allah anasema katika aya nambari 15, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Kama tulivyoona jana, Allah anatuambia, anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumwelezea maumbile ya watu walivyoumbwa, ni watu wenye kupenda wanawake, watoto, mali nyingi kama vile dhahabu, fedha, khayl almusawwama wal an'ami wal harth. Alkhayl almusawwama, farasi, na hapa ilikuwa farasi kama kiwakilishi cha chombo cha usafiri. Wal an'ami, na wanyama. Khayl imekuja kwa ajili ya kuwakilisha chombo cha usafiri kule, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Kwa watu walivyoumbwa na Mwenyezi Mungu ni watu wenye kupenda kuwa na vyombo vya usafiri, khayl. Alafu wal an'am, na kuwa na wanyama. Wal harth, na kuwa na mashamba makubwa makubwa. Dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Khalafa akamwambia, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum, Muhammad sema uwaulize, je, nataka nikuambieni kilicho bora zaidi kuliko hivyo wanavyovipenda watu? Jawabu lake moja kwa moja, bala, kwa nini nisitake bwana, niambie ya Rabbana. Kwa hiyo Allah anamjibu mtume wake, anamwambia lilladhina ittaqaw, kwa wale ambao watakayomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, wao watapata pepo ambazo chini yake inapita mito. Na nini kingine? Watapata pia wa azwajum mutahhara. Na nini kingine? wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Sasa ukina nani hao waliomcha Mungu? Ndio hapa leo lilladhina taqaw. Man humu alladhina taqaw? Alladhina yaquluna. Ndio kwa leo ni wale wanaosema
Rabbana, ewe Mwenyezi Mungu mola wetu wa haki, innana, kwa hakika sisi, amanna, tumeamini kuwepo kwako, tukaamini mitume wako, tumeamini vitabu vyako, faghfir lana dhunubana, tusamehe sisi dhambi zetu. Kwa sababu sisi ni waumini, tumeamini, tunaomba kwa sababu ya ile imani, tunatawassal kwa kule kuamini kwetu, tunakuomba faghfir lana dhunubana, tusamehe sisi makosa yetu. Waqina adhaban nar, na tukinge, tuweke mbali na adhabu ya moto. Man humu alladhina taqaw, ni kina nani hao waliomcha Mungu? Alladhina, ni wale ambao yaquluna, wanaosema. Kule ittaqaw, lilladhina taqaw, hapa man alladhina taqaw. Alladhina ni wale ambao yaquluna, kawaida yao huwa wanasema. Yaquluna, huwa wanasema, rabbana, ewe Mwenyezi Mungu mola wetu wa haki, ighfir lana, amanna, tumeamini kuwepo kwako, rabbana innana amanna, ewe Mwenyezi Mungu mola wetu wa haki, kwa hakika sisi tumeamini. Nini mmeamini? Amanna bika wa amanna bikitabi kutubika wa amanna birusulika, sisi tumeamini kuwepo kwako, tunaamini kuwepo vitabu vyako, tunaamini kwamba kuna mitume uliowatuma. Kwa sababu ya imani hii, faghfir lana, tusamehe sisi. Tunatawassal kupitia imani yetu hiyo, tunakuomba faghfir lana, tusamehe sisi makosa yetu. Nanyi mnaelewa kila mwanadamu ni mwenye kukosea, kullu ibni adama khata. Usije ukaniuliza kwani wamekosea nini, na wao ni wacha Mungu. Wao ni wacha Mungu. Lilladhina taqaw inda rabbihim, kina nani hao taqaw? Alladhina yaquluna, ni wale ambao desturi yao huwa wanasema, rabbana, ewe Mwenyezi Mungu mola wetu wa haki, ighfir lana, amanna, tumeamini kuwepo kwako, tumeamini mitume wako, na tumeamini vitabu vyako. Kwa kupitia imani hiyo, kwa sababu ya imani hiyo, faghfir lana dhunubana, tusamehe sisi makosa yetu. Waqina, na tuepushe sisi adhaban nar, na adhabu ya moto. Tukinge, tuepushe, tuweke mbali na adhabu ya moto. Hapo kuna jambo lililojificha. Jambo gani? Jambo la tawassulu bil a'mali salihah. Atawassulu bil a'mali as-salihah, kuna kutawassal kwa Mwenyezi Mungu kupitia matendo mema mtu aliyoyafanya. Atawassulu ambayo migogoro mitaani, tawassulu inatakiwa haitakiwi, si mutlaqan. Tawassulu kuna ambayo muttafaqun alayhi kusihi kwake, ambayo inagawanyika sehemu tatu. Tawassulu bi asma'i llahi wa sifatihi alula, walillahi alasma'u alhusna fad'uuhu biha, Allah ana majina mazuri mazuri, muombeni mukitawassal na majina hayo. Hiyo atawassulu bil asma'i alhusna wa sifati alula. Sawa. Ya pili, atawassulu bil a'mali salihah, kutawassal kwa kupitia matendo mema mtu aliyowahi kuyafanya. Na hii kama wale watu watatu walioenda pangoni, jua likawachwea, wakakubaliana hatuwezi kutoka kwenye pango hili mpaka tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia yale matendo yetu mema tuliyowahi kuyafanya. Atawassulu bil a'mali salihah. Mbili, na wale walifanya walioyafanya na wakatoka kwenye ile pango. Tatu, atawassulu birrajuli salihi, kutawassal kwa kumpitia mtu unayomdhania kuwa mwema, unakwenda kwake ili mradi yeye, mimi bwana ninapojijua wewe mwenzangu mcha Mungu zaidi kuliko mimi, na wacha Mungu ndio Mwenyezi Mungu huwakubalia zaidi maombi yao kuliko usiokote. Naomba mimi na 1 2 3 niombee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wana kuombea kwa Mwenyezi Mungu ile atawassulu birrajuli salihi, kama alivyofanya Umar ibn al-Khattab, akatawassal kwa Abbas ammi yake Nabii sallallahu alayhi wasallam.
Hii tawassulu hii haina mjadala na mtu. Tawassulu ambayo watu wanagombania na sio mazungumzo yetu sisi ni tawassulu bijahi nabii, atawassulu kwa kutawassal imma kwa jahi ya mtume, sahil muradana bijahi ahmada, ajib duaana bijahi ahmada. Tawassul kwa jaha ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wapo wanaokubali kumuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, na kuomba nikubalie mambo yangu haya kwa jaha ya mtume Muhammad, kwa kupitia cheo cha mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, au kwa mawalii wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunatawassal wasujaaka mustaghitha famud lahu yadaka alkirami. Tunatawassal kwa kupitia mawalii wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii tawassul hii aina ya pili ambayo inagawanyika sehemu mbili, kwa jaha ya mtume na kwa wale watu ambao tayari wameshakufa mawalii wa Mwenyezi Mungu, inaruhusiwa au la? Hii ni mahallu an-nizai baina al-ulama. Sisi tunapozungumzia at-tawassulu bil a'mali salihah. Sawa? Haya, Rabbana, ewe Mwenyezi Mungu mola wetu wa haki, innana, kwa hakika sisi, amanna, tumeamini kuwepo kwako na tukafanyia kazi imani hiyo, na tumeamini vitabu vyako, tunafanya kazi kwa mujibu wa vitabu vyako hivyo, na tumeamini kuwepo kwa mitume wako na tunafanya matendo yetu kwa maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa imani hii tunatawassal, faghfir lana dhunubana, tusamehe sisi makosa yetu, waqina adhab an-nar, na tuepushe adhabu ya moto, tukinge na adhabu ya moto. Min alwiqaya, waqina adhab an-nar. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ile ikingeni wakiwa wengi, qu kiwa mmoja, qina, tukinge sisi adhab an-nar, na adhabu ya moto. Asabirina, wenye subira pale wanapopatwa na majanga. Wasadiqina, na wakweli katika maneno yao na matendo yao. Walqanitina, na wenye kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walmunfiqina, na wenye kutoa mali zao kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Walmustaghfirina bil ashar, na wenye kuomba msamaha katika kipindi cha sahar. Sahar ni usiku mwingi kabla ya alfajiri, pale ndio usiku ule unaitwa sahar. Sahar, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sahar ni ule wakati wa kula daku, wakati wa usiku mwingi kabla ya alfajiri, sahar. Sahar na sahar inakuwa ashar, katika vipindi vya usiku mwingi kabla kidogo ya alfajiri. Hum yastaghfiruna, ndio wanasimama kidete na kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pale walipokosea. Nadhani sijui na wachawi wana ishtiqaq na hiyo, ndio maana ile inayo inaitwa sihiri. Sawa, herufi zenyewe ndio hizo, sini, ha na re. Sihru, saharu, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, daku muda wenyewe ule. Nadhani na wachawi muda ndio muwafaka kwao, sihri na sahiru, lakini ni ule usiku mwingi. Mmoja wa masahaba alikuwa anaposimama usiku kufanya ibada qiyamul layli, halafu alikuwa anakaa anapumzika, halafu anawaambia watu wake, kikifika kipindi cha sahar usiku mwingi, niamsheni, niambieni. So muda ule anasema muda ule ni bora zaidi kufanya istighfar kuliko kusali qiyamul layl. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Na hapa pia wal mustaghfirina bil ashari, na wenye kuomba msamaha katika kipindi cha sahar, kipindi cha usiku mwingi, usiku mkubwa kabla kidogo ya alfajiri. Asadiqi sabirina, wenye subira. Subira ni jambo gumu,
subira. Innama sabru sabirun, innama sabru sabirun, kwa hakika subira ni chungu kama shubiri.